Mathayo 18 sasa tunasoma mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Mathayo 18 tunasoma mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama nini? Kama vitoto. Ndio. Akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Mtoto anajijua ni mtoto tu kwa baba. Mtoto anajijua ni mtoto tu kwa mama. Hawezi kujiona na kitu kwa mama, hawezi kujiona na kitu kwa baba. Mtoto ni mtoto tu. Mtoto anafundishika kwa mzazi. Mtoto anauliza, hiyo nini? Mama akisema mbuzi, mtoto anasema mbuzi. Mbuzi. Anakuwa tena mbele anauliza, hiyo nini? Mbuzi. Mbuzi. Wala haoji, wala hajadili, wala hakuna mjadala. Anamwamini mama, anamwamini baba. Kama anamuongoza na kusema hii ni mbuzi, anajua hii ni mbuzi. Hakuna namna yote kujifananisha mtoto na mzazi. Kuongoka na kuwa kama vitoto ni hivyo. Tutakuwa katika hali ya kupokea kutoka kwa wakubwa zetu. Tutakuwa katika hali ya kutii kirahisi kutoka kwa wale waliotuzidi. Tutashuka na kuchukua nafasi ya chini. Mtoto hapati shida, haumii kuona baba na mama wanakula wamekalia viti kwenye meza, wamekalia viti wanakula kwenye meza, alafu watoto unawapangia chakula kwenye mkeka, wanakaa chini kwenye mkeka, alafu anatengewa sahani la chakula pale. Wala waumii kusema, kwa nini sisi tunakaa chini hapa? Alafu kwa nini hao baba na mama wanakalia viti kwenye meza hapa? Na sisi tunataka kukalia hapo. Najiona ni watoto tu, wanafurahia tu pale, wanakula, wanaenjoy. Kuongoka kama vitoto ni hivyo. Katika nafasi yoyote tunayowekwa, tunafurahi tu. Tunajiona sisi ni vitoto. Sema amen. Na anasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Mkuu ni yule anayechukua nafasi ya chini. Mkuu ni yule ambaye hatafuti ukubwa, hatagombei ukubwa, ashindani ukubwa, hatafuti kujifananisha na yote kadhaa tuliyojifunza. Kama tulivyosema, hatuwezi kurudia yale yote tuliyojifunza. Lakini leo tutaanzia katika kile tulichokizungumza mwishoni kabisa katika sehemu ya 10 ya somo letu. Alafu tutafafanua zaidi kidogo katika yale tuliyojifunza, tutaongeza zaidi katika ufafanuzi, alafu tutokea hapo na kuendelea moja kwa moja. Kile tulichojifunza cha mwisho katika sehemu ya 10 ya somo letu, tulijifunza kwamba mtu aliyetakaswa anapewa uwezo wa kuyashinda masumbufu ya dunia na kuangamiza nafsi au tungesema na kuiangamiza nafsi yake kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Mtu aliyetakaswa anapewa uwezo wa kuyashinda masumbufu ya dunia
na uwezo wa kuiangamiza nafsi yake kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Anapewa uwezo wa kuyashinda masumbufu ya dunia. Shughuli za dunia hizi haziishi. Wakati wote unapotaka kuja katika ibada kama hivi, umeacha tu, lakini sio kwamba umekosa cha kufanya. Nguo za kufua bado zipo, shamba la kwenda kutazama bado liko, ulitakiwa kwenda huko na kule kwa yule kutafuta madeni, ulitakiwa kwenda kufanya biashara hizi na zile. Hayo hayaishi. Ndio anaitwa masumbufu ya dunia. Hayaishi. Mambo hayo hayaishi. Kila kukicha siku inazaa ya kwake. Hayo ndio anaitwa masumbufu ya dunia. Sasa utakaso unatupa uwezo wa kuyashinda, wa kuyaweka pembeni masumbufu hayo na kuziangamiza nafsi zetu kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Marko sasa sura ya 8 mstari wa 35. Marko sura ya 8 mstari wa 35. Marko sura ya 8 mstari wa 35 tunasoma: kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu ataisalimisha. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu ataisalimisha. Masumbufu ya maisha ni yote hayo tunajishughulisha ili tupate kula, ili tupate kunywa, ili tupate kuvaa, ili tupate maisha mazuri, ili tupate kupata nyumba nzuri, ili tupate gari zuri zaidi, ili tupate usafiri mzuri zaidi, ili tupate hiki na hiki zaidi, ili tupate elimu kubwa zaidi na kadhalika. Haya yote yanaitwa masumbufu ya maisha haya. Kama tulivyosema, yote hayana mwisho. Kama ukisikia elimu haina mwisho, kutafuta pesa hakuna mwisho, chochote hiki cha dunia, kulima hakuna mwisho, chochote kile unachoweza kuzungumzia hivyo hakina mwisho, hakina mwisho, hakina mwisho. Ni hivyo hivyo. Watu wanalima, wanavuna, msimu mwingine wanalima tena, wanavuna. Ni hivyo hivyo. Wanasoma degree ya kwanza, degree ya pili, wanapata PhD. Hujamaliza hiyo, wanasema elimu ni bahari, haina mwisho. Ukisoma fizikia hujasoma kemia, ukisoma kemia bado hujasoma historia, ukisoma historia bado hujasoma lugha. Lugha zenyewe ziko ngapi duniani? Ukijifunza Kiingereza hujajifunza Kifaransa, ukijifunza Kifaransa hujajifunza Kispanish. Nenda hivyo, lugha ziko zaidi ya 6,000 duniani. Ni lugha tu peke yake. Sasa njoo katika habari ya mimea, njoo katika habari ya wanyama, njoo katika habari ya mwili wa mwanadamu. Daktari kila moja, huyu ni specialist wa macho, huyu ni specialist wa masikio, huyu ni specialist wa meno, huyu ni specialist wa moyo. Hivyo hivyo kiungo kimoja kimoja, wa mifupa, wa mishipa, mpaka umalize mwili. Elimu hii tofauti na elimu hii. Utamaliza hizo? Utamaliza hizo? Ndio anaitwa masumbufu ya maisha haya. Aishi. Sasa utakaso unatupa uwezo wa kuvitawala hivi pamoja na uzuri wake. Ni vizuri kutafuta fedha, ni vizuri kulima, asifanye kazi na asile na kadhalika. Lakini haya yote ni ya muda tu. Haya yote anatupa kitu cha muda tu. Lakini vile vya rohoni vinatupa vitu vya milele visivyokoma. Kwa hiyo
utakaso unatupa uwezo wa kuvitawala hivi na kuvitanguliza vitu vya rohoni kwanza. Sikiliza. Mungu anapotuita wakati wote au anapotupa maelekezo yoyote ya kufanya, kwa sababu yeye ni Bwana wa maisha yetu. Neno Bwana, maana ya tafsiri mojawapo ya neno Bwana inamaanisha mtawala ambaye amri yake ni ya mwisho, ambayo sisi tulio watumwa wake tunapaswa kuifuata hata kwa gharama ya kifo. Ndio maana neno Bwana. Bwana anapokuwa ametuagiza kufanya jambo lolote, ametuita au ametuagiza kufanya jambo lolote, hapokei udhuru wa namna yoyote kutoka kwetu. Hata kama sababu yetu inaonekana ya maana sana, haina maana kwake. Agizo lake linatutaka tuache vyote vingine tumfuate. Tuache vyote vingine tufanye matakwa yake. Angalia Luka sasa. Luka sura ile ya 9. Labda kabla kuangalia hapo itakuwa vema tumeona juu ya kuangamiza nafsi, lakini vile vile ni uwezo wa kujikana mwenyewe. Mtu aliyetakaswa anapewa pia uwezo wa kujikana mwenyewe kwa ajili ya Kristo. Labda tusome hapa kwanza Luka 9 mstari wa 23. Luka 9:23. Luka 9:23. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe anifuate. Kuangamiza nafsi zetu kwa ajili yake na kwa ajili ya Injili, kujikana wenyewe kwa ajili yake na kumfuata. Tunapewa uwezo wa kuziangamiza nafsi zetu. Tunapewa uwezo wa kujikana wenyewe kwa ajili yake na kumfuata. Kwa ajili yake na kwa ajili ya Injili. Sasa turudi pale kwa Yesu Kristo akituita au akitupa maelekezo yote ya kufanya, hapokee udhuru wa namna yote kwetu. Hapokee visingizio ambavyo vyote visingizio ni masumbufu ya maisha haya. Kwamba siwezi kuja, siwezi kufanya hili na lile kwa sababu nina hiki na hiki nataka kufanya kwa sasa. Sasa tuende katika Luka tena. Sasa ni Luka sura ya 9 mstari wa 57 mpaka 62. Ndio hapa katika mstari uliotangulia tuliosoma. Katika mstari ule wa 23 alikuwa anazungumzia mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Sasa anawaita watu kumfuata ambao wanatakiwa kujikana, wanaotakiwa kujiangamiza wao na kwa ajili ya Injili, kuziangamiza nafsi zao na kwa ajili yake na kwa ajili ya Injili. Sasa anawapa mtihani wa kumfuata. Amewafundisha, sasa anawapa mtihani wa kumfuata. Mstari wa 57 mpaka mstari wa 62. Mstari wa 57 mpaka mstari sasa wa 62. Luka 9:57 mpaka 62. Nao walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakakokwenda. Amesahau mafundisho yale kwamba mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Mstari wa 23 na mstari wa 24, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayesalimisha. Sasa 57 kuendelea. Na walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakakokwenda. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana vioto,
lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Je, uko tayari kunifuata? Kimya. Utaona hapa hakuna jibu. Alitaka kumfuata kwa sababu alijua akimfuata Yesu anaenda kwenye maisha mazuri. Lakini akamwambia hakuna maisha mazuri huku na kunifuata. Mbaya wana pango na ndege wa ngano na vioto, lakini mimi hata mahali pa kujilaza kichwa changu hamna. Je, maisha yote yaweza? Kimya. Akaishia. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Inaonekana sababu nzito. Inaonekana udhuru mzito. Je, Yesu anaupokea? Hamna. Akishakuita amekuita. Akitaka ufanye hivi na vile, sababu nyingine yote ina maana kwake. Anamjibuje? Akamwambia, waache wafu wawazike wafu wao, bali wewe nenda kwa utangaza ufalme wa Mungu. Je, Yesu hataki tuzike? Anataka tuzike. Wanafunzi wa Yesu walimzika Yohana wakati wa Yesu. Lakini yanapotokea mambo mawili, hata kama hili lina maana sana, tunatafuta pesa, tunatafuta riziki, tunataka kufanya hiki au kile, tunataka kumhudumia mume, tunataka kumhudumia mke, tunataka kumhudumia mtoto, tunataka kumhudumia baba mzazi, tunataka kufanya hiki na kile, lakini Yesu akituita, haya mengine yote lazima yasimame. Na ndipo inapohitaji kujikana nafsi zetu, kwa sababu tunapokuja ibada kama hivi, kwa saa zote hizi tumefunga maduka, tumefunga biashara, tumefunga hiki na kile, maana yake fedha sasa haziingii. Tumeacha kutafuta hiki, tumeacha kutafuta kile, tunaweza tukarudi tukapata shida ya kula. Tumemwacha mume bila hiki, tumemwacha mke bila hiki, tumemwacha mtoto bila hiki, tumemwacha mjomba au shangazi bila hiki, tunaweza kurudi tukapata matatizo. Sasa lazima tuwe tayari kujiangamiza nafsi zetu. Lazima tuwe tayari kujikana nafsi zetu. Huko ndio kujikana, huko ndio kuziangamiza nafsi. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wazike wafu wao, bali wewe nenda kwa utangaza ufalme wa Mungu. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawage watu wa nyumbani mwangu. It sounds reasonable. Inaonekana ni kitu kizuri. Kuaga watu nyumbani ni vizuri. Lakini sio pale Yesu anakuambia twende sasa ukaage. Hapana. Unaondoka tu hivyo, hamna kuaga. Na usipoaga watahangaika kukutafuta. Ukija kurudi ni mgogoro. Yataka kupata potele mbali, lazima uwe tayari kuyakabili. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawage watu nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha kaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Manake Yesu apokee udhuru wote, apokee visingizio vyovyote vya kutoka kufanya kazi yake, apokee sababu yoyote nyingine. Mungu anakutaka uwepo kwenye ibada zote, kwa sababu neno lake linasema hivyo. Tunatakiwa kuwepo kwenye ibada zote. Mungu anataka uwepo kwenye huduma mchana au usiku, unatakiwa kuwepo kwenye huduma. Mungu anataka uitende kazi yake au ile, unatakiwa kuitenda kazi yake. Bila namna yote udhuru. Au wageni wamekuja, baba mzazi na mama yangu na mzazi wamekuja, kwa hiyo siwezi kuja ibada, inabidi niwahudumie. Kwa sababu wao hawezi kuja kwenye ibada sasa, na wamefika tu, ndio wamechoka. Hapo lazima ujikane mwenyewe. Lazima uangamize nafsi yako. Hao ni wakwe zako, na wewe ni mkamwana wanaita wengine. Unafanyaje sasa? Unatokaje kuja ibada uache wakwe? Unajua umewasha moto. Unajua kuna maangamizo hapo. Kweli si kweli? Yaani kweli, niliwaambia haya mambo ya kuoa watu wa makabila mengine, si unaona? Yaani tumeingia tu namna hii kutoka Tarime.
Tumechoka, wala hatujaoga. Unajua ilivyokuwa hapa, alitupokea tu namna hii. Alipotupokea namna hii, yani akasema wazazi wangu karibuni sana. Bafu nilo hapo. Na kuna chakula hapa, kuna hiki na kile, samahani sana. Ninakwenda kwenye ibada, halafu nitarudi. Na ibada zetu ni ndefu kidogo. Ninaomba tu mnisamehe, lakini baadaye tutarudi, mjisikie nyumbani. Ni kabila gani huyu? Ni Myahudi. Ni Mwisraeli. Hapo inahitaji kuiangamiza nafsi. Hapo inahitaji kujikana mwenyewe, kwa sababu unajua kabisa moto utakaofuata. Unajua kabisa hapo ni maangamizo. Unajua ni mgogoro kabisa. Mume ni hajaokoka. Ile kusema utamtengea chai hapo, utamtengea na chakula na mahoti pot na nini na nini. Hata kama house girl yuko pale. Yani nataka nikuulize, yani wewe ambaye wakati wote ibada zenyewe ndefu, maana ibada ya kwake nusu saa. Ibada ya kwake anakwenda nusu saa. Mchungaji wa kwake kule, ile tu neno, akifungua Biblia anasoma tu mstari, na mstari imeandikwa katika orodha ya kitabu ambacho iko tu waziwazi, akisoma tu hiyo ndio Injili. Ameshangosha Biblia yake hapo, anaangalia saa. Baraka ziwe nanyi. Amen. Amemaliza. Wachungaji hawa British. Sasa wewe ukija kwa Kakobe hapa ni shughuli. Biblia tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Sasa ndio kazi hapa. Kwa hiyo narudi, umetenga vitu hapo kwenye meza na kila kitu kipo. Analeta tayari rapsha. Yani niambie. Lakini mume wangu vyote niliviweka hapo. Na hata mtoto wa kazi yuko hapa. Nataka nikuulize, nilimuoa mtoto wa kazi, nilikuwa wewe? Tayari unajua mgogoro. Sasa lazima uwe tayari kuiangamiza nafsi yako. Jumapili huwezi kuacha duka limefunguliwa kule wakati unakuja ibada. Lazima shughuli zote uzisimamishe. Hii siku inaitwa siku ya Bwana. Sio siku yetu. Siku zetu ni 6 tu. Siku zetu ni ngapi? 6 tu. Hii inaitwa siku ya Bwana. Haina shughuli nyingine, ni Bwana peke yake. Lazima kuangamiza. Tusizidiwe na Mafarisayo. Haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, hamwezi kuona ufalme wa Mungu. Wako Mafarisayo ambao wana mwezi wao unaitwa mwezi mtakatifu. Wao wanafunga hoteli mwezi mzima. Lakini sisi tunashindwa kufunga hoteli kwa siku moja Jumapili. Tunashindwa kufunga gengi kwa siku moja Jumapili. Tunashindwa kuacha biashara ya taxi kwa siku moja. Tunashindwa kuacha hiki kwa siku moja. Tofauti yetu na wao ni nini? Tuna nini cha ziada? Sasa utaona kama hujapata utakaso, siku zote utakuwa mtu wa kutoa udhuru tu. Wahudumu wote waliozamu tunatakiwa tuwepo hapa usiku tukeshe. Kuna maana hiyo. Ibada kama hizi ni ibada za mashindano. Ni ibada za mashindano makubwa. Hii kazi inayofanyika hapa ni kazi ya mashindano. Shughuli zote za shetani zinashindana na kazi hii hapa. Mimi nashindana na shetani, na shetani anashindana na mimi. Lakini uzuri wake tu hana nguvu. Nimepewa amri ya kukanyaga nguvu zote za kwake, wala hana uwezo kuniweza. Lakini ni mapambano.
Wale walisoma gazeti moja la juzi hapa, limeeleza kule kwa babu kule asubuhi kabla ya kuanza anakuwa anatoa hotuba, na amekuwa kwa siku zote hizo anaanza hotuba na kueleza kwamba nataka mnaporudi kule mpeleke salamu, adui wa kwanza wa huduma hii ni Kakobe. Ndio babu anazungumza kwamba nendeni mpelekee salamu. Babu, nimezipata salamu, lakini nguvu zinazofanya kazi kwako babu ni ndogo sana kwangu. Na kelele za chura hazimzui ng'ombe kunywa maji. Mashetani yote akijaribu kushindana na Kakobe, they are just wasting their time. Hii kazi niliyopewa lazima ifanyike. Lazima ifanyike. Hakuna awezaye kuizuia. Hakuna. Mwaka huo mmoja, kama watu wanakumbuka hapa, serikali, acha babu, serikali litangaza kwamba kanisa hili linafutwa, ikatolewa kabisa tarehe ya kufutwa. Tulikusanyika Jumapili kama ya leo, kesho ndio linafutwa. Walikuja waandishi wa habari chungu mzima hapa, wengine wa vyombo vya kimataifa walikuwepo, na nikawepo hapa. Nikawaambia hapa, wote walikuwepo watu wa serikali kibao hapa. Nikamwambia imani hii ambayo nimeipandikiza ndani ya watu haiwezi kutoka kwa watu hawa hata kwa miaka 100 ijayo. Na hata kama unafuta hiki kitu kinachoitwa kanisa la FGBF, unapoteza muda. Wako watu waliojaribu kuifuta imani ya Kristo hawakuweza. Na hata mimi nikienda nyumbani na hao wakaenda, bado tutaendelea kusali pamoja katika ulimwengu wa roho. Nikawaambia futeni, nikawaambia geuzeni jengo hili kuwa jengo la, nakumbuka wale walikuwa hapa, niliwaambia wale jengo gani? Ndio. Geuzeni hili liwe danguro. Geuzeni hili liwe hivyo. Vyovyote fanyeni. Nikawaaga wote walikuwepo hapa. Nikawaaga siku ya Jumapili. Nikasema leo ndio ibada ya mwisho. Ndio ibada ya mwisho, hatuonani tena. Jamaa wanataka kufuta kanisa. Wacheni wafute. Walikuwepo hapa waandishi. Tukaimba nyimbo hapa, tukaagana. Kesho yake nikasema nasubiri sasa tangazo la kufutwa. Alikuwa makamu wa rais wakati ule. Alikuwa anaitwa nani makamu wa rais yule? Omari. Ndiyo. Akaenda uwanja wa Taifa, na wakati tulikuwa tuna maadui wengi, hata watu waliokoka. Ile Jumapili walikuwa nafurahia sana kwamba kusambaratisha hii kazi, ndio walikuwa nafurahia. Walipiga vita kwa namna nyingi sana. Kwa hiyo walivyosikia linafutwa wakafurahi. Jumapili ile wakati naaga watu hapa, kulikuwa na karamu, kulikuwa na pate ya watu wameokoka ambao walikuwa wameandaa mkutano mmoja wa injili hapa. Walifanya karamu kwenye hoteli moja, wakagongeana glasi. Wachungaji wakagongeana glasi, tunywe kwa furaha ya kanisa hili kufutwa. Ndivyo ilivyofanyika. Kwa hiyo wakatoka sasa, ilikuwa ni katika mkutano wa injili. Na sasa wamekusanyika kwenye uwanja wa Taifa. Wakakusanyika hapo, watu wamebeba miti na majani kushangilia kufutwa. Sasa wanakwenda kumsikia makamu wa rais anatangaza. Ili washangaza. Akasimama akasema, sisi kama serikali hatuna utaratibu wote
tukaendelea kulisifu jina la Bwana, tukaendelea kulitukuza jina la Bwana. Kama kazi hii ingekuwa ya mwanadamu, isingekuwepo hapa leo, isingekuwepo hapa leo. Sembuse shughuli ya babu kijijini Samunge, Kakobe adui. Oh my dear, mimi ni adui wa shetani 100%. Na nguvu zote za kichawi kwangu ni foolish, ni zero. Hakuna mchawi yote anayeweza kunisogelea au kunifanya hata kuniletea mafua, hawezi. Na kwa taarifa yako babu, na nguvu zako zote, I've been sleeping like a baby. Nimekuwa nalala kama mtoto mdogo, usingizi very fine. Because I'm a son of a king. Kwa sababu mimi ni mtoto wa mfalme. Walijaribu kushindana na kazi miaka mingi. Wewe ukiingia leo kushindana na kazi, mfupa uliomshinda fisi. Wanadamu tanzia wapi kutafuna? Pole. That's not good business. Hiyo sio shughuli nzuri ya kufanya. Kauza hata mandazi, it could be much better. Inaweza kuwa ikakupa faida zaidi. Lakini ashindanaye na Bwana, kwa hiyo hizo na wewe ndio salamu za babu kwako zimerudi kwako. Haya, hiyo ilikuwa wanaita Kiingereza by the way. Tunarudi kwenye somo letu. Tunarudi kwenye somo letu. Tulikuwa wapi? Tulishia wapi? Udhuru haupokewi na Kristo, si ndio? Sawa kabisa. Utakaso sasa unatupa uwezo wa kuangamiza nafsi yetu. Si rahisi kufunga biashara kama hivyo, kuacha taksi isifanye kazi, kuacha mapato lisiingie katika siku ya Jumapili. Ni kitu kizito. Inahitaji kujikana nafsi, inahitaji kuiangamiza, kwa sababu kuna hasara zinatokea, kuna madhara yanatokea. Kunaweza kuna madhara katikati yetu na mume, madhara katikati yetu na wazazi, madhara ya kimapato na kadhalika. Kwa kusimama katika imani, kwa wewe kuwepo wakati wote, kuhudumu katika zamu yako, kuna madhara yapo. Kuna kukosa ile usingizi wa kawaida mzuri katika godoro lako na kuja nyumbani mwa Bwana. Sasa kuna kuiangamiza nafsi, kwamba Mungu ameniita nifanye kazi yake, niwe mhudumu. Nifanye kazi yake, niwe mhudumu katika nyumba yake. Ni neema kuhudumu. Hii nafasi waliitamani, hata malaika wanachungulia nafasi ya kufanya kazi ya Mungu. Malaika hawajapewa nafasi ya kuhubiri Injili. Mungu ametoa nafasi ya kuhubiri Injili kwa wanadamu peke yake. Enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Wangeambiwa malaika kufanya kazi hii, bila shaka wangefanya kuliko sisi, vizuri zaidi kuliko sisi. Malaika walipewa nafasi ya kufanya kazi hiyo wakati wa Sodoma na Gomora. Malaika ndio waliweza kumtoa Lutu na jamaa zake. Walifanya vizuri kazi hiyo, wangeweza kufanya. Lakini tumepewa sisi. Kwa hiyo ukipewa kazi, kusema kwamba leo ni mhudumu wa zamu, leo ni zamu yako kwa mhudumu. Hawa ndio wahudumu wa watenda kazi wa zamu katika wiki hii. Ni neema kupata nafasi hiyo. Utakuja kuijutia, sababu utatoa hesabu kwa ajili ya kila zamu ambayo ukuwepo katika nafasi yako. Lakini kinachokufanya ukae nyumbani ni kushindwa kuwa na uwezo wa kujikana mwenyewe, kushindwa kuiangamiza nafsi yako.
Ukiwa na udhuru na kusema nashindwa kuja ibada kwa sababu sina nauli, Yesu anasikia udhuru huo? Yesu anasikia udhuru huo? Hapokei udhuru wote. Kama kuzika mzazi wako, anasema waache wafu wazike wafu wenzao, inakujaje? Atapokea habari ya kusema sina nauli? Lazima uwe tayari kutembea kwa miguu kutoka Gongo la Mboto na kuja kanisani. Lazima uwe tayari kutembea kwa miguu kutoka Malambo mangapi yale? Mawili au matatu, na kuja kanisani. Lazima uwe tayari kutembea kwa miguu kutoka Mbagala. Mbagala mgeni wa nani? Mgeni nani? Mgeni nani? Unajua hiyo Mbagala mgeni nani? Uwe tayari kutoka huko uje kanisani kwa miguu. Hamna nauli, hakuna udhuru. Na wakati mwingine utasimamisha magari, utakemea kwa jina la Yesu, lazima mnichukue. Mungu kwa makusudi wanakataa kuchukua ile acheki. Unaweza kuiangamiza nafsi yako kwa ajili ya Injili. Mtu asiyejikana nafsi yake, asiangamize nafsi yake kwa ajili yake na kwa ajili ya Injili, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Naweza kuwa. Kwa hiyo sasa tunawezaje kuziangamiza nafsi zetu? Huwezi kwa nguvu zako. Utakaso sasa unatupa uwezo wa kuitoa mili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza Mungu, na hiyo ndio ibada yenye maana. Warumi sasa 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, a living sacrifice. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Neno dhabihu linatafsiriwa vizuri sana Kiingereza sacrifice. Kutokana na neno sacrifice unapata neno sacrificial living. Unapozungumzia sacrificial living, unazungumzia maisha ya kuangamiza nafsi yako, maisha ya kujikana, ndio sacrificial living. Kwa hiyo kutoa mwili kwa dhabihu iliyo hai ni kuishi maisha ya kujikana, na ndio anasema hiyo ndio ibada yenye maana. Miili yetu inatakiwa kuwa dhabihu iliyo hai, iliyo takatifu, ambayo tunaitoa. Nyakati hizo wakitoa dhabihu, wakitoa mnyama, walikuwa hamchukui tena, wanampeleka kwenye madhabahu, wamemfunga kwa kamba ili kwamba moto ushuke uiteketeze ile sadaka ya kuteketezwa. Kwa hiyo tunaitoa mili yetu kama dhabihu iliyo hai na kusema hii mili ni kwa ajili yako. Sina chochote tena katika mwili huu, sina chochote, mapenzi yangu yafe. Ndio maana yake, mapenzi yangu yafe, mapenzi yako tu yadumu, yasimame. Kwa hiyo sina chochote cha kwangu mimi mwenyewe cha kufanya. Ukiniambia niwepo nitakuwepo, ukiniambia niende nitakwenda. Sijali atakayonipata. Nimetoa mwili wangu kuwa dhabihu. Naishi sacrificial life.
naishi maisha ya kuiangamiza nafsi yangu kwa ajili yako na kwa ajili ya Injili. Mwili unakataa hata kulipa zaka moja tu ya 10. Mwili unakataa. Sembuse na kuweka sadaka, kuweka changizo, sijui shukrani, malimbuko. Inahitaji kujikana nafsi. Ukiusikiliza mwili unakwambia hela yako yote, mshahara wote hautoshi. Mshahara wenyewe huu ndio umeshakatwa madeni chungu mzima. Bado zaka yako ibaki pale pale. Zaka, unaona mwili unakataa. Hapo inahitaji uwezo wa kuiangamiza nafsi. Uwezo wa kuangamiza nafsi kama hauko, hata zaka tu itakuwa ngumu. Utaona hata ukitoa utatoa kwa manunguniko tu. Utatamani wakati wote nipunguziwe. Utakaso sasa unakupa uwezo wa kuiangamiza nafsi yako. Unakupa uwezo wa kufanya haya yote kwa furaha, bila kuumia, bila kujali yale maumivu. Sio kwamba utaumia, unaumia lakini hutajali yale maumivu. Kwa sababu Bwana ametaka nitoe kwa ajili ya Injili, natoa kwa ajili ya Injili. Bwana ametaka nitende kazi yake, natoa kwa ajili ya kazi yake. Bwana ameniambia niombe, naomba. Ametupa kazi ya kuomba, naomba. Kuna majukumu mengi ya kufanya. Lakini ili ukae mstari wa mbele katika maombi, inahitaji kuangamiza nafsi yako. Inahitaji kujikana mwenyewe. There are so many pressing issues. Kuna vitu vingi ambavyo vinakuvuta ufanye hiki, ufanye kile, ufanye hivi. Kuna mambo mengi. Lakini unasikia hili, yote unayaweka kapuni tu. Utakaso unakupa uwezo huo sasa. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo sasa ndilo hilo ambalo tulimaliza kuligusia, lakini kwa leo tumekwenda nalo kwa ndani zaidi. Sasa muda mfupi sana umesalia kabla ya kumaliza kwa leo, lakini tuangalie kama tunaweza kuangalia moja jingine. Utakaso, hii ni ya 19 sasa. Utakaso unampa mtu uwezo wa kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yake. Utakaso unampa mtu uwezo wa kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yake. Mungu anakuwa wa kwanza kuliko rais wa nchi. Mungu anakuwa wa kwanza kuliko baba, kuliko mama, kuliko mume, kuliko mke, kuliko mtoto, kuliko mjomba, kuliko shangazi, kuliko mkwe na kadhalika. Mathayo 10 mstari wa 37. Mathayo 10:37. Mathayo 10 mstari wa 37. Apendaye, yani ampendaye. Ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Wala ampendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Wala ampendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Yeyote kimpenda, yeyote kimheshimu, yeyote kimtii kuliko Kristo, kuliko Mungu, basi unakuwa hustahili mbele zake. Luka 14, lazima Mungu awe wa kwanza, lazima Kristo awe wa kwanza, lazima tumpende kuliko wote, lazima tumheshimu, tumtii kuliko wote. Luka 14:26. Tumeagizwa na ni vema kumtii mume, kumtii mzazi, kumtii rais wa nchi, lakini utii wetu kwa hao wote na kwa wengine lazima uwe chini kuliko utii kwa Kristo. Luka 14 mstari wa 26. Luka 14 mstari wa 26. Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake. Angalia neno hilo, hamchukii, ambalo tutataka kufanya ufafanuzi kidogo.
Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kama humchukii baba yako, kama humchukii mama yako, kama humchukii mtoto wako, kama humchukii mjomba, shangazi, mkwe na yeyote mwingine ungemtaja, rais wako, bosi wako, nani wako, ukampenda Kristo, huwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu. Je, ni chuki vile tunavyoelewa? Hapana. Pale ambapo unaona kuna neno fulani katika Biblia linaleta utata, au unaona kama linafanya Biblia kupingana, unaona kama neno la Biblia pingana, lazima ujue wakati Yesu anahubiri, wakati Yesu anazungumza, anafundisha, hakuwa anafundisha kwa Kiswahili. Alikuwa anatumia Kiebrania na walikuwa anatumia lugha tatu pale kimsingi: Kiebrania, Kiaramu na Kiyunani. Kwa hiyo mwanafunzi wa Biblia inakuwa vizuri ukitaka kuelewa maana, kurudi katika neno la asili lililoleta Biblia. Kwa wale ambao wanafahamu Kiingereza, I strongly recommend this book. Kuna tabu hili moja kubwa sana, liko katika baadhi ya bookshop zetu, unaweza kupata. Hili dude kubwa hapa linaitwa The New Strong's Expanded Exhaustive Concordance of the Bible. The New Strong's Expanded Exhaustive Concordance of the Bible. Tabu hili linakuwa linaeleza kila neno katika Biblia, neno moja moja. Halafu linaeleza Kiyunani linaitwaje, Kiebrania linaitwaje. Halafu inatoa ufafanuzi wa maana. Kwa utaona, ukipata ufafanuzi utaona inaleta tofauti na kile wakati mwingine unachokiona kinaleta utata. Kwa hiyo kama ni mwalimu au unataka kufahamu vizuri Biblia, utaona utaweza kuielewa vizuri zaidi. Kwa hiyo ili mimi nielewe Biblia, lazima nitumie Kiyunani, Kiebrania, Kiaramu. Sasa neno hilo kuchukia hapo linatumika kama mtu amchukii baba yake, linatumika neno miseo. Ni neno la Kiyunani hilo, miseo. Linaandikwa tu kama Kiswahili, M-I-S-E-O. M-I-S-E-O, miseo. Katika hii kitabu ambacho kinaaminika sana katika vyuo vyote vya theolojia duniani, vyuo vyote vya elimu ya neno la Mungu duniani, ni ufafanuzi wa lugha hizi mbili umeaminika na kupitishwa na wanafunzi wote wa Biblia duniani. Kiyunani kimefasiriwa vizuri sana hapa na Kiebrania. Neno miseo hapa linaandikwa maana yake to love less. Alafu linafafanuliwa. Miseo basically means having a relative preference for one thing over another by way of expressing either aversion from or disregard for the claims of one person or thing relatively to those of another. Tungesema hivi, kinachozungumzwa hapa sio kumchukia kwa maana ya chuki, hapana. Ni to love less, kupenda kidogo. Kwa maana kama mtu hampendi baba kidogo kuliko anavyompenda Kristo, kama mtu hampendi au kumheshimu au kumtii huyu kidogo kuliko anavyompenda na kumheshimu Kristo, hawezi kuwa mwanafunzi wa Yesu. Yaani maana yake utii wetu kwa Kristo, upendo wetu kwa Kristo lazima uwe juu zaidi kuliko ule upendo tulionao kwa mume, kwa baba, kwa raisi, kwa bosi kazini, kwa yeyote mwingine mwanadamu. Kama tunampenda yule kuliko Kristo, hiyo ndio inaitwa ibada ya sanamu.
Huyo mume wako amekuwa sanamu yako. Huyo rais wako amekuwa sanamu yako. Huyo chochote mwingine mwanadamu amekuwa sanamu yako, amekuwa Mungu wako. Mungu lazima apewe nafasi ya kwanza. Tusipompenda yeye kuliko yeyote mwingine, wala hatuwezi kuitwa tunamwabudu. Ibada ndio hiyo, kwamba yeye ni wa kwanza na wa mwisho, ni alfa na omega. Hakuna mwingine wa kufananishwa naye. Utanifananisha na nani nipate kuwa sawa naye? Hakuna. Sema hakuna. Tukishamfananisha tu na mwingine tayari ni tatizo. Sasa tunaweza tukasema tunampenda Yesu kuliko wengine kwa maneno tu, bila utakaso uwezekani. Kwa mfano, jaribu kuwaza. Biblia inazungumzia Yesu Kristo katika Ufunuo 19 mstari wa 6. Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Ni rahisi kuimba, Bwana Yesu ndiye mfalme wa wafalme, Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Ni rahisi kuimba hivyo, lakini je, tunayaishi maneno hayo? Wengi hatuyaishi. Maana ni hivi. Kwa mfano, kama ungeitwa ukaambiwa rais anakuita Ikulu, ni mfalme huyo, anakuita Ikulu saa 4 asubuhi, wengine usiku mzima wasingelala. Wangeweza kufika kule saa 1 asubuhi, wengine hata saa 12 asubuhi. Getini hivi, nimeambiwa nina miadi ya kuonana na rais hapa saa 4. Sasa hizi ni saa 4. Tuone ni saa 12 asubuhi. Lakini hulali. Huwezi kuchelewa, vigumu sana kuchelewa. Kwa sababu naona huyo rais nafasi yake na ukoo wake. Jaribu kuwaza. Rais anawaita wazee wa Dar es Salaam wakusanyike ukumbi wa Diamond Jubilee saa 9. Anataka kuongea na wazee. Utaona watu wanavyowahi, na wanatoa taarifa saa 1 kabla, masaa 2 kabla watu wanatakiwa kuwepo pale. Wanawahi wengine hata saa 5, hata saa 4, kwa sababu ni mkuu. Ila anapokuwa anaingia, halafu wanaingia wakati ameshaketi, ni utovu wa nidhamu hali ya juu sana. Unaweza toka bebo mkuku na askari kuweko pembeni. Nilianza ukorofi wangu zamani kidogo. Wakati nilikuwa form 2, kidato cha pili, nilikuwa nasoma kule. Nilikuwa naitwa Livingstone College, Kigoma Secondary School sasa. Kule Kigoma. Nilikuwa na mbwembwe zangu, nataka tu nionekane kwa watu. Mtoto mdogo wakati huo, mwaka 69, nilikuwa na umri wa miaka 14, kidato cha pili. Sasa akawa ameingia Mwalimu Julius Nyerere, amekuja kutembelea shuleni. Ameshakaa pale na maaskari wake kibao kila mahali. Sasa mimi ndio nikasema sasa ndio naingia. Wakati yeye amekwisha ingia, amekaa kabisa pale, anaanza kuzungumza. Sasa mimi nilikuwa na viatu vimechongoka, vinaitwa beleza nyakati hizo. Ni virefu, ile ni visigino vyake virefu, na vina njumu, tunakuwa na vika njumu za chuma tunazipigilia. Kwa sababu ndio napita kwenye sakafu kutoka nyuma. Katikati ya hiyo kikordo, nataka kwenda kukaa mbele karibu na Nyerere anione. Hapa katikati sasa askari wale wapambe wakitaka kunidaka. Ya nani? Wakitaka kunidaka ili jua nitupe kama ndege huko. Siwezi kusahau Mwalimu Nyerere akasema, "Mwacheni mtoto huyu, mwacheni mtoto huyu. Mwacheni mtoto huyu." Nikaendelea alafu nikaja mpaka mbele pa. Nyerere alishangaa na akanifurahia sana. Alipokuwa anatoka akawaita wale wapambe wake, "Mleteni yule mtoto." Tukapiga naye picha nje bana. Sasa hiyo ilikuwa bahati yangu tu.
lakini ilikuwa ni bebwe mzobe. Kwa sababu wewe nakuaje mkuu mzito hii ameingia, wewe ndio unaingia. Lakini angalia, Mungu anatuita kwenye ibada. Inakuaje? Ni rahisi tu, mtu umechelewa unakuja ibada inaanza saa 4. Madarasa ya Biblia yanaanza saa 1, wewe unakuja saa ngapi? Tena unakuja umeshika mkono mfukoni, ukifika pale nje tena naongea na watu. Hata kujua kwamba ni Mungu ametuita, ni Mungu anazungumza na sisi sasa. Tayari ameshaketi, maana mafundisho kishaanza, watu wanamsifu, watu wanamwabudu, tayari Mungu yuko. Mahali walipokusanyika 2 au 3, mimi nipo kati yao. Yuko. Hapa tulipo Mungu yuko tayari. Sasa Mungu ameshakuwepo, wewe ndio unaingia. Mzobe. Kwa hiyo hivi mlivyokaa ni ile ya Nyerere kwa alivyoniambia nikae. Hivyo tu. Ni Mungu amechukuliana na sisi tu. Lakini anafika mahali anasema nitachukuliana nani hata lini? Bila utakaso unaweza kuamua sasa nianze maisha ya kuwahi. Huwezi kuchukua muda mrefu sana. Unaweza kufanya hivyo kuwahi kwa siku chache tu karudi pale. Lakini utakaso sasa ndio unakupa uwezo wa kuishi maisha hayo ya kumtanguliza mkuu kwa kila jambo. Unamtii na kumheshimu isiyemwona zaidi ya yote unayemwona. Muda au tutoshi kuendelea. Tutaishia hapa na tutaanzia hapo tena Jumapili ijayo. Je, unaweza kusema umetakaswa? Kama la, una nafasi ya kumwambia Bwana nitakase. Pale ulipo simama juu. Weka mikono yako juu sasa. Umeniona Yesu, umeniona. Umeniona. Upofu wangu umeuona Yesu. Kama kweli ameuona utaimba kwa nguvu. Umeuona. Upofu wangu